Na tatizo hili sasa haliendi kumdhalilisha Anita, hili lina kumdhalilisha mwanamuziki wenu namba 1 Tanzania ambaye ni Diamond Platinum Simba. Yeye ndio anaenda kuaibika moja kwa moja na hiki ambacho kinaendelea sasa hivi mitandaoni. Kwa sababu ukiangalia ya kwamba tunaelewa kwamba Diamond Platinum yuko kwenye mahusiano ya muda mrefu na Zuchu. Tunaelewa kwamba ukimzungumzia Zuchu sasa hivi unamzungumzia Diamond Platinum. Lakini kuna namna ambavyo Diamond muda mwingine anakuwa anajikanyaga katika mahusiano ambayo anaanzisha pembeni. Yaani kuna watu ambao wanakuambia ya kwamba ukiona ya kwamba mwanaume uko na mke wako, uko na mwanamke wako, mke wako permanent, alafu ukatoka kwa mke wako ukaenda kuzungumza mambo ya undani kwa mchepuko, ujue tatizo liko kwako. Sio, umeelewa? Yes. Yaani wewe uko na mke wako na familia yako, yale ambayo yako ndani kwako ukaenda kuyaeleza kwa mchepuko, ujue wewe una tatizo. Na ndio maana leo hii unaona ya kwamba mchepuko wa Diamond haumheshimu mwanamke wake permanent. Yaani Rita kwa yale ambayo anayazungumza mtandaoni haonyeshi kwamba ana nidhamu kwa mwanamke wa Diamond, Zuchu. Yaani anaongea vitu ya kwamba anajiaminisha ya kwamba kuna vitu vingi kaambiwa na Diamond. Kaka, nimesoma juzi vitu ambavyo Rita kwa anaviandika mtandaoni, kaka, vinatisha. Inaonekana Diamond kuna vitu kwa anavizungumza vya ndani kumhusu Zuchu akiwa na Rita, kwa sababu kuna vitu amevizungumza ameona kwamba eti alikuwa anamwambia kwamba eti bwana eti hujui kukatika. Kaka, mambo ya kukatika hayo mke wako, ni kwamba kuna namna ambavyo kuna vitu uliongea kwa mchepuko baada ya kuona kule umenogewa. Sio, unaelewa? Yeah. Yaani kuna vitu ambavyo ulivizungumza kwa mchepuko, anakwambia kwamba kwanza una ukurutu. Yaani Rita anamwambia kwamba Zuchu ana nini? Ana ukurutu. Kaka, kavijuaje wewe Rita kama sio bwana mtu wake ndio kaenda kumwambia? Kwa hiyo inamaanisha ya kwamba Diamond ameshindwa kuilinda heshima ya mwanamke wake. Kwa Diamond ndio wakulaumiwa na haya yote ambayo yanaendelea, kwa sababu Rita ameshindwa kumheshimu mwanamke wake permanent. Kaka, leo hii tunajua ya kwamba ukioa, kwa wale ambao wameoa, wanaume waliooa huwa wanaheshimu sana wake zao na ni ngumu kwenda kueleza matatizo yao nje. Yaani hata kama mke kwenye shughuli yetu washughuliki vizuri, kwenye mapishi afanyi vizuri, lakini unaenda kumlindia kidogo ile heshima ili mradi yule mchepuko aweze kumheshimu mke wako. Sasa siri zako ukienda kuziweka nje, yule mchepuko hawezi kumheshimu. Kwa tatizo ambalo yapo haya yote Rita na tamba mitandaoni, tatizo kubwa watu wanaongea bila kujua tatizo hili kalitengeneza Diamond Platinum Simba. Kwa sababu mchepuko hawezi kuwa na nguvu kiasi hicho cha kusema madhaifu ya mwanamke wako. Na hili ni tatizo, na sio mara ya kwanza kumuona michepuko ya Diamond ikiwa kwa aina hii. Walipita kina kuna mtu alikuwa anaitwa kwa msichana mmoja tembea Diamond aliwahi kusema mambo mengi sana ya ndani ya Diamond, na sio ya ndani tu, hata ya familia yake ya Diamond. Kwa hiyo inamaanisha kwamba kuna namna ambavyo Diamond anajimaliza akiwa kwenye mahusiano. Hawa wakina Zari, wakina Wema Sepetu, wakina Hamisa Mobeto wana siri nyingi sana zinazomhusu Diamond na familia yake. Unajua wamezijuaje? Kwa sababu Diamond akiwa kwenye mahusiano anajimaliza. Welo hii mchepuko akwambia ya kwamba bwana alikuwa yuko kwangu mimi kwa sababu mimi nilikuwa namfanyia vitu vizuri, mimi nilikuwa nampa vitu vitamu, mimi mtamu. Wale anaongea mchepuko hana wasiwasi. Ninampa vitu vitamu, mimi wewe kwanza nimeambiwa una ukurutu. Na ukurutu ndugu yangu ni vitu vya kuzungumza mchepuko. Kwa hiyo inamaanisha kwamba Diamond yeye ndiye mtu ambaye amejikanyaga hapa. Na wengi wanaweza wakazungumza kwamba Zuchu sijui anaongea sana na familia yake, na Zuchu sio kama anaongea sana tu. Zuchu yaliyosemwa yanamuumiza, kwa sababu inaonyesha ya kwamba kuna kaukweli. Kaka, kitu cha uongo hakiwezi kukuumiza. Kitu mpaka kinakuumiza. Unamuona familia yake Zuchu imeamka nayo mtandaoni nayo inatupia na vijembe.
ujue kaka hii kitu kimemuumiza. Na inawezekana kuna ukweli. Na ndio maana Diamond mwenyewe utamuona sasa hivi yuko kimya, katulia. Anasikiliza sababu anajua kabisa kwamba hapa nimeyakanyaga. Na mpaka sasa hivi Mama Dangote mwenyewe anataka ndoa. Anataka Diamond aoe. Lakini Diamond mwenyewe sasa hivi haeleweki anaenda kuoa wapi, kwa sababu Zuchu kashaanza kutoka sasa hivi katika familia ya Mama Dangote. Kashaanza kutoka. Kwa Diamond mwenyewe haelewi anakwenda kuoa wapi. Na mama Adi Kopa anatamani leo hii na anataka leo hii Diamond apeleke posa ya kumuoa Zuchu. Lakini Diamond ni ingia toka, leo kabadilisha kimada hivi, leo kachukua kida. Huyu Anita ni huyo tu imetokea sasa hivi, lakini kuna vimada vingi. Na ndio maana Zuchu watu wengi akiwa wanajinasibu mitandaoni ya kwamba Diamond kamweka hapa, watu wanamcheka. Watu wanafanyaje? Wanamcheka. Wanamuona anajichoresha kwa sababu Diamond anajulikana. Diamond kuna vimeo show za nje huko anazipiga. Yaani kuna show zile za vumbi anazipiga. Wanakuambia zile show mchanganyo nyingi anazipiga. Ni huko Anita tu mmejua. Kuna zile show mchanganyo za vumbi, disco vumbi anavipiga sana. Kwa kuna namna fulani ambayo watu wanashindwa kuelewa. Kuna watu unaona wako kwa upande wa Zuchu, kuna watu unaona wako kwenye upande wa Anita. Wanashindwa kuelewa source ya hii issue ni nini na kwa nini Diamond mwenyewe yuko kimya mpaka sasa hivi aongee chochote. Hamkingii kifua huyu mwanamke wake permanent ambaye ni Zuchu. Kwa sababu anajua ya kwamba yeye ameshajikanyaga. Mchepuko hawezi kuwa na nguvu kiasi hicho. Hata leo hii ukimwona mchepuko ana nguvu kuliko mke wako, ujue hapo kuna tatizo. Wewe mwanaume kuna sehemu ulijikanyaga. Kuna vitu ambavyo ulivitengeneza vikamtengenezea confidence mchepuko kuliko mke wako. Kuna siri ambazo ulienda kuzitoa ambazo mchepuko anazo ambazo zinamdhalilisha mke wako. Na ndio maana hapo mara nyingi wanaume wengi wanafeli. Mambo ya ndani yanayohusu ndani mke wako kuenda kuyaweka hadharani nje. Ndio maana unaweza kuona leo mtu na mwanamke, lakini mwanamke hamheshimu mke wake. Yaani hamheshimu. Wala na wewe pia hata kuheshimu. Sasa kuna madhaifu mengi anayajua kuhusu wewe na familia yako, hata kuheshimu vipi? Hawezi kukuheshimu. Wanaume ambao wana akili kama mimi, ukiwa na mchepuko nje, unawaambia bwana sikiliza dada. Uko na mimi lakini mimi nina mke wangu. Ikifika saa 2 ndiko kwangu usinipigie simu. Au ikifika saa 4 nipo na mke wangu usifanye mpaka nikupigie mimi. Mambo ya kuhusu mke wangu na familia yangu achana nayo na usinioje kuhusu mambo yangu. Yaani mwanamke mchepuko hatakiwi kuuliza chochote na kujua chochote kuhusu wewe na familia yako. Mtengenezee mipaka na familia yako. Lakini Diamond alishindwa kumtengenezea Anita mipaka na mtu wake permanent, na ndio maana leo tunaona haya ambayo yanaendelea mitandaoni. Unaona haya ambayo tunaona kabisa kwamba yanadhalilisha, kwa sababu ukiangalia sasa hivi ni familia ya Zuchu ndio inadhihirika. Sababu mama Adi Kopa ukimwona mtandaoni vitu ambavyo anavizungumza kuhusiana na hayo mama ambao wanaendelea, unaona kabisa mtu anadhalilika mtandaoni. Yaani unamuona mama mtu mzima anayoyaongea mtandaoni, vichambo wanavitoa, unamuona sasa huyu mama sasa anaenda anadhalilika. Mama yule atakiwa atulie sasa hivi, amwambie Zuchu shida nini, emtulia, fanya hivi na hivi, sio kujibizana mitandaoni. Tena mwanamke ambaye unampa ustaa, unampa umaarufu, sababu Anita watu walikuwa hawamjui. Kumzungumzia na kumpa hivi unazidi kumtrendisha na kumpa ustaa. Omtulia kwanza. Lakini sasa unaona mama naye anaingia kwenye mfumo wa mtoto. Yaani mama anaingia kwenye mfumo wa mtoto. Kwa hiyo unakuwa ni mzaliliko wa familia. Kwa hiyo yule Zuchu ukimwangalia na yale ambayo anazungumza Anita, yule Anita anachokifanya anapiga Zuchu na familia nzima. Kaka tuzungumzi kwa ubaya, lakini haya mambo wanachofanya wanakosea, na kukosea kwenyewe amekusababisha Diamond Platinum Simba. Anatakiwa abadilike, akiwa na michepuko, baadhi ya siri
zinazohusu familia yake na mtu wake permanent asiwe anavizungumza.